Nilikwambia niko uwanja wa Samora Iringa, ambapo ni karibu kabisa na nyumbani kwa mzee Sisi kwa Sisi. Kwa watu wa Iringa wanamfahamu mzee Fabian Ngajilo kama jina maarufu Sisi kwa Sisi. Ni mfanyabiashara mkubwa sana, na nilikwambia hapa ndipo shughuli za kumuaga mzee wetu zitafanyika. Sasa niko na mama mfanyabiashara ambaye ni rafiki wa mzee Sisi kwa Sisi, lakini pia ni jirani yake, ni mfanyabiashara mwenzake ambaye yeye pia anataka anipe maneno kidogo kuhusiana na namna ambavyo alimfahamu mzee Fabian Ngajilo au maarufu kama Sisi kwa Sisi. Anaitwa Mama Seki. Mama, shikamoo. Marahaba. Pole sana kwa msiba. Asante sana. Kwa watu ambao hawakufahamu, jitambulishe. Mimi kwa jina naitwa Rita Sekilowele, jina maarufu Mama Seki. Mama Seki, wewe unajishughulisha na nini? Mimi ni mfanyabiashara wa nafaka. Mfanyabiashara wa nafaka, ni mfanyabiashara mkubwa na nashukuru. Hii biashara kwanza hata mzee Ngajilo Sisi kwa Sisi amenielimisha. Mwaka mmoja alitokea njaa kubwa sana Malawi. Mwenzangu akawa na magari. Basi mimi nilikuwa sina gari. Na nimekuwa kanishauri, bwana inabidi kwa biashara kama hizo nunue gari. Na kweli alinishauri vizuri mpaka na mimi mwisho nikapata na magari. Tulikuwa tunasafirisha mahindi kupeleka Malawi. Mwaka huo ilitokea njaa kali sana Malawi. Kwa hiyo tulikuwa tunalala tunasafiri na mzee Sisi kwa Sisi usiku kwa usiku. Kwa kweli namshukuru, ni kaka yangu, nilimfanya naye biashara vizuri, na ni mtu mmoja mwenye roho nzuri, hana wivu wa biashara. Yaani ni mtu mzuri sana. Kweli nimesikitika. Vile vile ni jirani yangu kule shambani anakokwenda kuzika. Mimi niko mwanzoni, afu anafuatia watoto wa pela, afu yeye ndo anakuwa wa kwanza mwanzoni. Ndio mwenzetu alikuwa wa mwanzoni kufika kununua shamba kule. Alikushauri pia kwenda kununua? Alinishauri, na tulikuwa tunalima wote, tunashauriana. Niko jirani mashamba mawili. Kuna shamba lingine liko kule juu karibu na shule ya Ambrosi, nalo tuko jirani. Hapo napo amejenga na kajumba, tuko jirani. Na shamba ile naloenda kuzikwa leo naye ni jirani yangu. Mama Seki, niambie, mzee Sisi kwa Sisi kila mtu anamtaja kwa namna alivyomjua. Kuna watu wa kanisani, kuna watu wa kwenye chama, kutokana na watoto wake Fred Vunjabei pamoja na Fadhili na wengine wote. Wewe watoto wake unawafahamu vipi? Namfahamu sana huyu Fadhili, huyu ambaye ni mbunge wa Iringa. Mbunge ni kijana wangu mwenye hekima, anapenda sana kututembelea wazee kama sisi, kutufariji kwenye biashara, kwenye kila kitu. Okay. Niambie kitu kikubwa ambacho unakikumbuka kwa mzee Sisi kwa Sisi, ikiwa leo tunasherehekea maisha yake, maana hatulii, tunasherehekea yale mazuri tulioishi naye. Nakumbuka huo mwaka iliyotokea njaa Malawi, tulikuwa tunatembea usiku na mchana kupeleka mahindi Malawi. Hiyo ndo nakumbuka, yani kwa sababu alikuwa ananisaidia. Yeye mwenzangu alikuwa amefanikiwa kununua fuso 2, mimi nilikuwa sina gari. Kwa hiyo zile gari zake nilifanya kutumia kusafirishia mahindi. Na kitu kikubwa ambacho unakikumbuka, labda neno kubwa ambalo alikuwa akipenda kulizungumza? Kulima, kujipatia mazao. Alisema jamani, tumeshindwa kama si wazee tunashindwa kufanya biashara, twende shambani tukalime. Mali inapatikana shambani. Na leo tunaenda kumzika shambani ambako alikulilia sana shambani alikulilia, na alikuwa analima mpaka trekta yake tulikuwa tunatumia. Mwenzetu alipata kanunua trekta, tulikuwa tunatumia kwa ajili ya kulimia shambani. Sawa. Mama Seki, kwa haraka ni neno gani zuri ambalo unaweza kuwapa familia ya mzee Ngajilo kwenye kipindi hiki? Mimi nasema hivi, kwa kweli naomba mzee Ngajilo wa mwenzi kwa yale aliyekuwa anayafanya, wa mwenzi kwa mazuri, pamoja na mke wake. Mke wake kwanza ni mtu wa dini sana, ni mtu wa Mungu, tunashirikiana kwa kila kitu. Naomba kwa kweli watoto wake wa mwenzi kwa hilo, na mimi vile vile nitamwenzi. Pole sana mama, na twende tukasherehekee maisha ya mzee Sisi. Nashukuru tupo pamoja, na mimi nipo toka asubuhi, nipo hapa. Jana nimeshinda, na toka asubuhi niko hapa mpaka niende nikamzike jirani yangu.